nasimama tena kuliwekea msingi neno lako la mwaka huu 2026. Nitie nguvu Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ili niseme neno lako kwa uhakika, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Mwaka huu neno lake ni Mungu kwanza. Mwambie jirani yako, Mungu kwanza. Na andiko letu ni kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 33. Ukianzia pale juu kidogo, Yesu alikuwa anajibia mahangaiko ya watu. Alipoangalia aliona wana mashaka na maisha, kwa namna ambayo hata leo ni kama tunaonyesha hivi. Uelewi mambo yanaendeje, na unaishi mapambano ya kupambania mambo yako ni yako. Yesu anajibia, anasema msijisumbue tule nini au tuvae nini. Yesu anaposema msijisumbue, hana maana tusiweke mipango. Jamani, amina. Anazungumzia kule kusumbuka, anazungumzia ile namna ya upambanaji wako inayozidi akili zako. Nakupa mfano, maana na wengine huwa hawanielewi wakati mwingine ninapozungumza. Nakupa mfano, yaani huwa hawanielewi migomo yangu wakati mwingine ninayegoma. Kwa nini mimi nilisema hivi ya kwamba mimi sitaki kuchangiwa niende kwenye matibabu? Nakupa mfano, niende nje kwa ajili ya matibabu. Nakupa mfano, nimepatikana na tatizo linahitaji milioni 200 kutibiwa, si ndio? Na mimi sijawahi kushika hata shilingi 20,000. Hivi nadhani niulize, hata nilale macho nazipata hizo? Nazipata. Dawa yake ni kutokusumbuka, kwamba Bwana wewe unajua kwamba sina hiyo pesa, hizo milioni 200 mimi sina, na nikigeuka kulia na kushoto sielewi cha kufanya, na kuachia wewe. Wao unapoambiaga nitajifungia chumbani, nina maana sio nina maana ya kwamba sihitaji matibabu kama hela naziona zipo. Ninazungumza yale mambo yanayozidi akili yangu. Naona hili haliwezekani kwa namna yote. Hilo yuko Jehova. Pale akili zetu zinaishia, yeye ndio anaanzia hapo. Jamani, amini. Kwa hiyo Yesu anawaambia msisumbuke, mle nini, mfanye nini. Anatoa mifano, angalieni ndege wa angani. Anatoa mfano wa maua ya kondeni. Ndio mwisho anatoa njia ya kusaidia kutokana na kusumbuka. Anasema, bali utafuteni kwanza nini? Ufalme wake na haki yake, alafu hayo mengine yakusanye, mengine yote mtapewa. Anasema mtapewa. Mtafanya nini? Mtazidishiwa. Kanuni ya kimbingu inayotawala wewe kukupeleka kwenye mafanikio yako ni Mungu kwanza. Na hapa ndipo ambapo pamesababisha pengine uwe hivyo, uwe huoni mpenyo, ni namna unavyo tafsiri mapambano yako ya maisha. Pale unapojiona ni wewe tu ndio unayetakiwa upambanie watoto wako na kutoa nafasi kwa watoto ya kwanza kuliko Mungu, ndio unapofeli. Ndio unapofeli. Kwa hiyo mwaka huu ujumbe wetu mkubwa utakuwa Mungu kwanza. Na nitazungumza mpaka utanielewa. Amen. Nitazungumza mpaka utafanya nini? Utanielewa. Na uzuri mimi nime-experience kwenye maisha. Ukimpa Mungu nafasi ya kwanza, nime-experience kwenye maisha. Wale waoga wale wanaohangaikaga siji kesho itakuweje, huwa wanaendelea kuhangaika hivyo. Lakini ukimpa Mungu nafasi ya kwanza, utaona mambo Mungu atatenda. Utaona Mungu mambo atatenda. Mimi nimewakuta watu wanahangaika kujenga, na wengine ni watumishi kabisa, na kina Upio na nani mnielewe.
Nimewakuta watumishi wanahangaika kuwa na nyumba, wanahangaika kuwa na nyumba, yaani anaweza hata kufoja awe na nyumba. Mimi sikufanya hivyo. Mimi nilimpa Mungu nafasi ya kwanza. Nafasi ya kwanza nikatoa kwa Mungu. Unafikiri nyumba zinakuja kiugumu, kiurahisi kabisa. Na nikwambie, kama una hasira na mimi kuwa na nyumba, nitajenga nyingine na nyingine tu. Ila uko mbele nataka nijibreki, alafu nikijibreki ingalau na maisha na mimi niwe nakwenda tabichi na pumzika kidogo. Sasa hivi vitu tutaviacha, baadaye nitakufa mapema. Kule na mimi nataka nipige miaka 100 hivi. Bora nisisumbue watu. Yaani mimi nahangaikia huko na Mungu akisema, hata pale tunapokaa akisema toa, mimi natoa. Natoa. Naona mama unaniangalia. Wewe niongelee huku. Hapo ndakuwa angaliwa ni kwamba hiyo ni kanuni. Tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake. Hayo mengine mtafanya nini? Mtazidishiwa. Mtazidishiwa. Niliwaambia nilipokuwa South Africa, nilikuwa na hudumu sehemu moja inaitwa Durban. Miongoni mwa miji mizuri sana kule South Africa. Sasa nilikuwa naongea na wazungu fulani. Sasa kwa sababu Kiingereza changu sio kizuri, ni cha kuungaunga, nilikuwa naongea na mtafsiri mwingine na nilikuwa najenga. Mama mmoja na baba mmoja ambao ni watumishi walikuwa wanataka kutarikiana kwa sababu ya kazi ya Mungu. Baba alikuwa anadili na kazi ya Mungu. Mama anaona wanapoteza. Unanielewa? Mama anaona wanafanya nini? Wanapoteza. Na bahati nzuri mama alikuwa na mshiko, lakini baba hela ilikuwa ndogo. Kwa hiyo mzee anapoelekeza fedha ile waimarishe kazi ya Mungu isonge mbele, ikawa kidogo kuna mvutano. Hii mvutano ipo tu, watu wazungu na mvutano. Sasa pale nimeenda pale mimi sasa natoa lecture ya namna ya kumpa Mungu nafasi ya kwanza. Sasa mtafsiri wangu aliyokuwa na tafsiri mengine akawa hataki kusema. Namwambia hilo sio na maana, na maana yangu akasema siwezi kutafsiria ujinga. Na nilikuwa nazungumza kitu kidogo tu. Nikamwambia mimi nimeweka rehani nyumba kwa muda mrefu. Nyumba imekuwa kadi yake, unaita kadi mnaita nini? Hati imekaa benki, imekaa benki gani ile siku ya kwanza ile mzee Kaombe? Nini ile inaitwa? Sakosi ile ya nini? Alasisa kosi ya Ukonga, ni wa Ukonga. Imekaa huko mpaka wanaiona na picha yangu hivi kalinga hivi. Baadaye tunahama kule, tumeenda benki nyingine, inakaa tu inaenda huko. Sasa hicho kipengele akaniambia, wewe unapeleka nyumba ya nani hati ya familia kwa mambo ya kanisa? Ujinga huo mimi sitafsiria. Nikabaki nimenyong'onyea hivi. Akasema huo ujinga mimi siwatafsiri hawa kwa Kiswahili. Huo baki nao mwenyewe. Ngoma zito ikawa tulipotoka. Anamwambia mambo yako ya kijinga sana. Sasa sikiliza, mimi nilitembea na ujinga wangu huo. Ninapopanda ndege pale hapo, nilikuwa na 1,500,000 cash. Na utakuwa na hela nyingi kidogo, hizo sio nyingi lakini zilionekana nyingi maana zilikuwa na machange. Zilikuwa na 1,000. Kwa hiyo mifuko ilikuwa nikiziweka kwenye begi zile zinaonekana. Nilipofika South Africa wakati wa kurudi walinisumbua. Kuzichange nikakuta napoteza, nikasema hizi nitaziacha huko. Nitarudi nazo tu. Kuliko ni change hapo hela yangu inapotea, napata hela kidogo. Sasa kazi ikawa sasa maisha ya South Africa siku zile nilizokaa kule. Mimi mara kidogo wazee wananikumbuka wananitumia kadi niliacha nyumbani. Nikaiomba kadi ya mtu niwe naitumia kule. Akasema mimi mbona sikumbuki? Nikamwambia ule uliyesema ujinga ule. Nikasema ule uliyosema ni ujinga ule ndio unanifanya mwenzako nitoboe. Akaanza mgogoro. Kuna wazee wengine sijui wazee unafikiri wazee wa kijiji sijui. Wananionea dogo sana wale. Mara pigi kwa mke wake. Eti mama, wazee wamefanya nini hapa? Wewe umechukua shinga. Anaanza migogoro. Mimi niko poa, tunatembea namna hii kwenye jiji la South Africa, niko namna hii. Hela mfukoni ninazo. Hata bila kusema wazee wananitumia pesa hiyo ikusaidie. Hata kama sio nyingi, sikuteseka. Mmenielewa watumishi? Tafuta kwanza nini? Ufalme wa Mungu. Na nini? Na haki yake. Sasa sijui yule mtu yuko wapi? Atakuwa yuko Nigeria, nimtumie ujumbe kwamba sasa
ile nyumba sio tu kadi yake iko benki, niliitoa kabisa. Sijui atapasuka atafanya nini, lakini twende na maisha tuone. Yule anayesema hivi vya kwangu na mimi nasema vya Bwana, tukutane mbele ya safari. Tukutane mbele ya safari, mwambie jirani yako tukutane mbele ya safari. Alafu tutaona atakaye kula ukaango, mengi ya kukaanga ni nani na atakaye kula baga ni nani. Huu mwaka kuna watu watakula baga. Huu mwaka kuna watu watakula pizza. Huu mwaka kuna watu wataolewa tena. Kuna dada mmoja ananiangalia hapa, ni wote unaolewa na akija mwanaume tofauti na niliyomwona na mfukuza. Nimemuona dada mmoja anaolewa na mwanaume mmoja mrefu afu mweusi. Nitaka nimwite hapa sasa, naona tajingatakata vidole, lakini huu mwaka ni wa pizza. Huu mwaka ni wa baga, lakini lazima tumpe Mungu nafasi ya kwanza. Tumpe Mungu nafasi ya kwanza. Wamenijia watu wananiuliza, wengi wananiuliza, kwani unafanyaje? Mimi sio nimefanikiwa sana, lakini sina shida mimi. Unaona nina shida? Hata mzabela shida. No. Sina hela mfukoni, nina Mungu. Sina mavazi ya gharama, nina Mungu. Sihangaiki akili, nina Mungu. Nikilala nikiamka mimi nawaza Mungu anataka nini kwenye maisha yangu? Mungu anataka nini kwa kanisa lake? Ninapowaza hayo, mengine yanaenda. Anaposema mtazidishiwa, makina akili yenyewe inafanya kila kitu kinazidishwa. Sasa nataka nizungumze vitu vitano tu. Nataka tu practice maeneo matano ya kumpa Mungu nafasi ya kwanza. Maeneo mangapi? Matano tu. Mengine Mungu atakujalia mwenyewe. Eneo la kwanza, wewe unayeandika. Andiko letu tumesema ni Mathayo 6:33. Eneo la kwanza ni unapokutana na matukio. Mwambie jirani yako, mwaka huu unapokutana na matukio, Mungu awe kwanza. Unapokutana na matukio. Unajua matukio? Kwa Kiingereza matukio yanaitwa shughuli. Hilo neno zuri kidogo hivi simanake linazungumzia kama ni sherehe tu. Lakini ukisikia mtu fulani kakutana na tukio, kwa Kiswahili chetu sisi unajua Kiswahili chetu sisi kina tafsiri nyingine. Jamani, unajua neno amekutana na tukio. Unajua ni event story. Basi kuna kitu kinatamsho. Kuna kitu kimemfanya matukio kwa lugha yako hiyo ni sawa hivyo. Lakini sisi hapa hiyo. Jamani, amini. Sasa unapokutana na matukio, mwanamama wa Goshen, jumba la Shando, Mungu awe namba moja. Matukio hayo ni kama ya njaa au upungufu wa chakula. Hiyo naomba mtu huyu anayesoma huko awe asome. Wafalme wa kwanza 17, 12 na 13. Narudia. Wafalme wa kwanza 17 mstari wa 12 na wa 13. Unapokutana na upungufu wa chakula ama njaa. Sawa. Hayo ni tukio hilo. Tukio lingine, mashtaka. Matendo ya Mitume 12:5. Mashitaka yako mengi yanayokutaka uende mahakamani, ya mitaani, ya ukoo kwako. Kutana na mashtaka. Wewe mchawi, wewe mshirikina, wewe una roho mbaya. Wewe sijui fanya hivi. Wewe ulisema maneno haya wakati mwingine hukusema. Haya yote ni matukio. Matendo ya Mitume 12:5, mashtaka hayo. Alafu taarifa za magonjwa. Isaya 38 mstari wa kwanza na wa pili. Taarifa za magonjwa. Isaya 38 mstari wa kwanza na wa pili. Mstari wa kwanza na wa pili. Asa Nyakati wa pili 16:12-13. Nyakati wa pili 16:12-13. Hebu tusome haya maandiko yanayohusu matukio. Machache tu nimewapa. Kitabu cha Wafalme wa kwanza 13:12 na 13. Soma. Wafalme wa kwanza 13 mstari wa 12 inasema na wa 13. Wafalme wa kwanza sura ya 17. Mstari wa 12 na wa 13. Naomba na maandiko hayo mengine mwandae, nataka tusome haraka kidogo. Inasema, naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo,
Sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa. Kama Bwana aishivyo, sina mkate. Naona huyu anakutana upungufu wa nini? Muulize jirani yako, kule kibali chakula kimejaa, kuna upungufu. Endelea. Nami nikaokota kuni 2 ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu. Nimeokota tukuni 2 nipike kwa ajili ya nafsi yangu na mtoto wangu. Tuule tukafe. Ili tukisha kula tuunga huko, kinachofuata tunaenda kufanya nini? Tunaenda kufa. Nyinyi ambao mnatetea watoto, nyinyi wengine ni watoto wangu. Huyu mwenzenu huyu. Utakufa kweli. Na watoto wako hao, unawatetea hao. Soma. Mstari wa 13. Elia akamwambia, usiogope. Don't you. Enenda ukafanye kama ulivyosema. Nenda kafanya hivyo, yaani mtoto tukuni 2 na utotuunga, pika hivyo. Ila lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee. Kwanza nitangulie nani? Muulize jirani yako, hilo jambo jepesi. Kisha ukajifanyie nafsi yako na mwanao. Tangulia kwanza. Wangapi wako tayari kutangulia kwanza mchungaji? Ngira shanuna. Wewe nuna tu. Huyu ni Elia. Mtu wa Mungu kabisa, anaitwa nani? Elia anasema namba 1, ukitaka kutoboa kwenye njaa hii ya miaka mingapi? 3.5. Hutotuunga tulitobaki, ambapo ukia unakufa wewe na watoto wako, katengeneze kama ulivyosema, lakini tofauti yake nianze mimi kwanza. Na ameshamwambia ni tudogo, tunatosha mimi na watoto tu. Umeona hapo kwamba wewe mwanamke, unaona hapo kwamba mama nasemaga wanaomba hapa ni wanawake. Waone kwanza. Ni wanawake. Anasema hivi vimebaki vyangu. Bwana tusaidie sana. Unajua njia ya kukufanya wewe ufaulu sio nyepesi. Sio rahisi hivyo. Mafanikio sio magumu. Hata ukiondoka hapa uende huko duniani ukageukia kutafuta mafanikio kwa waganga, huko ndio utakufa mara 2. Njia ya kutoboa kimaisha sio rahisi. Sio rahisi. Tuna watu ambao hawana uwezo wa kuhifadhi mbegu. Wakalala na njaa, watakaanga mbegu wale. Ndio wewe. Alafu nataka ufanikiwe, utabaki hivyo. Una maisha ya kawaida tu. Unapiga makelele lakini maisha yako ya kawaida tu. Unawapigia kelele unaona wanaenda. Hata ujiulizi kwa nini wanaenda. Elia anasema hivi, anza na mimi. Kwa nini anasema mimi? Wakati ule Elia alikuwa pale kama Bwana, maana Mungu alimtuma, nenda sehemu fulani nitakuhifadhi huko. Kwa hiyo Mungu alikuwa selector. Kuna wakati mnawachukulia watumishi poa tu, unaona huyu karinga tu, mnyalu tu, unapishana baraka zako hivyo. Na uzuri mimi sitaki kuja kula unga wako, nafundisha. Lazima niwe mgumu mwaka huu, niwaambie ukweli. Na mimi nimechoka. Kuna mtu mmoja aliongea maneno magumu sana. Alisema mimi nikitaka nione washirika watajaa hapa mpaka Buyuni, lakini sitaki bora kushirika tu. Watu wanaweza kakikashifu, wanasema hawi nini, lakini kuna wakati mwingine inaboa. Nikaenda rudi na washirika hapo tu hivi. Hapo tu hivi. Lakini ukiwagundua ni wale wasiofuata kanuni na kutokufuata kanuni ndio kuna wapiga. Ukitaka mfanye kitu unafanya kwa taabu. Unajiuliza hao walinyonya maziwa mawili na yule alinyonya maziwa mawili. Tofauti yake ni nini? Tofauti yake ni kanuni za kimbingu huzifuati. Na zingine mnajifundisha hapo wawili, mnadanganyana mtaani hapo. Unaona kama una waste time kumtumikia Mungu wewe. Na sisi wenzako walituambia hivyo. Mimi sijui niseme na kurudi nisemeje, niishakalishwa vikao kinaongozwa na shemeji. Wananiona mimi ni mjinga, nimetanguliza mambo ya Mungu, nitakufa maskini. Yule mwanamke ashukuriwe Mungu. Alinielewa. Kuna mwanamke gani na mwanamume gani wanataka kunielewa siku hii? Alimuelewa. Asingemuelewa
wangekula tule tunda wangekufa kweli. Na hakujua yuko na mtu wa Mungu amekimbilia nyumbani kwake, hakujua. Lakini huyu mtumishi alimwambia kwamba nifanyie mimi, utaona matokeo haya. 12:5 Matendo ya Mitume. Hili linazungumzia mashtaka, matukio ya mashtaka. 12:5. Chap jamani, na vijana wengi hapa. Kama tusije ndio una mic huko, tunataka mnaposoma sauti isikike. Yes, so. Basi Petro akalindwa gerezani. Nalo kanisa lilimuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Jamani, amini. Hapa Petro ana mashtaka, amewekwa ndani. Kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Mashtaka. Wengine mnaweza kukutana na matukio fulani ya mashtaka. Sawa, tunatakiwa kukimbilia dhamana. Tunatakiwa kukimbilia kuona faili limeshikwa na nani. Lakini namba moja ni nani? Ni nani wape? Ni Mungu. Awe Petro kalindwa gerezani, kanisa linamuomba nani? Mungu. Yaani wamejua kifungo cha Petro, Mungu kwanza. Inawezekana unaweza kuwa umevuka, lakini kuna namna fulani unaona kama ni kifungo, kuna namna fulani unaona kama mashtaka. Mungu awe namba moja, mkimbilie yeye. Mkimbilie yeye. Petro alitoka gerezani, hakutoka. Alitoka. Andiko lingine. Hii taarifa za magonjwa. Taarifa za magonjwa au kuumwa. Ezekia 38, Isaya 38, mstari wa kwanza hadi wa pili. Siku hizo Ezekia aliugua. Akawa katika hatari ya kufa. Hatari ya kufa kabisa. Na Isaya nabii mwana. Na nataka nikwambie na wewe unaweza kukutana na hatari ya kufa. Mwambie jirani yako unaweza kukutana na hatari ya kufa. Lakini vile utamweka Mungu kwanza, atayaokoa maisha yako. Ishao, nisoma Nyakati kwa sababu mnajua habari za Ezekia. Ezekia aligeukia nini? Alitoka kaanza kutoa taarifa. Mwenzeni Isaya ameniambia ninakufa. Nani shangazi? Hapo umeogopa. Mimi nimeambiwa na daktari ninakufa. Na wameniambia hata ni bahati kuona naishi mpaka leo. Tena piga kazi Msungwe. Binamu, uko naona mjiandaje tusijue akatoka kwa mwisho katakana nani? Jamaa lilipopata zile taarifa za ugonjwa, namba moja likamkimbilia Mungu wa afya. Hata wewe inaweza kujitokeza ugonjwa mwaka huu. Acha kuogopa katika jina la Yesu. Geukia Mungu kwanza. Hata mke wake kumfuata. Alifuata Ezekia mke wake. Kama Mungu kama Isaya hapa mambo aliyoongea hapa ni uchuru kabisa. Nimeambia ninaondoka. Na uoga mke wangu. Na hakuna Mungu kwanza kwenye taarifa ya magonjwa. Sasa sikiliza hiyo Nyakati. Hiyo nimeiandika hiyo Nyakati wa pili. Nyakati wa pili sio? Sura ngapi? Sura ya 16. Mstari wa 12. Na wa 13. Hapa nimemweka mwingine ambaye hakuweka Mungu kwanza. Ona kilichotokea. Anaitwa Asa. Sikiliza Asa. Huyu jamaa amegeukia Mungu. Sasa Asa, muone Asa alichokifanya. Soma. Akashikwa Asa na ugonjwa. Katika mwaka wa 39 wa kumiliki kwake. Asa anauma. Ugonjwa wake ukazidi sana. Lakini hakumtafuta Bwana katika ugonjwa wake. Hakumfanya Mungu awe namba ya kwanza katika ugonjwa wake. Mtikise jirani yako. Mwambie ukiumwa Mungu awe namba moja. Bali waganga. Yaani huyu jamaa tofauti na Ezekia. Yeye akatafuta nini? Waganga ndio ilikuwa dili lake. Mstari wa unaofuata. Asa akalala na babaze. Akafa manake. Akafa katika mwaka wa 41 wa kumiliki kwake. Naomba nikuombe. Kwa taarifa yote wewe ya kuumwa, Mungu awe nafasi ya kwanza. Sijaeleza matukio yako mengi. Matukio ya kibiashara, mkwamo wa kibiashara, sijini yako mengi. Lakini hebu tuende jambo lingine ambalo utapaswa kumweka Mungu wa kwanza. Wakati wa maamuzi. Nataka nikimbie kidogo kwa ajili ya muda. Nitachapa hizi notes. Wakati wa nini? Wa maamuzi. Mweke Mungu namba moja. Tunakuwa tukikadiriwa na maamuzi ya kila siku. Tunatakiwa kuamua. Sasa kalia maamuzi yako. Simama kuona, je,
haya maamuzi yangu Mungu anayaridhia. Mungu anaridhia haya maamuzi yangu, yale maamuzi ya kuoa au kuolewa, Mungu anaridhia. Wale wengine tunapata shida, tunawakuta wateule wamefanya maamuzi mabaya mno, mabaya mno. Kama fikiria, umekuta mteule amefanya maamuzi ya kushika ni kirungu, amempiga mwenzake, amedondoka, amekata roho, au kapiga mtoto, au amepata maamuzi ya kuchoma mikono ya mtoto kwa sababu yule mtoto amemkuta anaiba nyama. Wewe leo utanikomesha mikono hii ndio imekuwa ikiiba hii. Leta makaratasi. Mama, leta makaratasi. Mimi si nilikuzaa mwenyewe. Alafu mteule mmoja kutoka Gosheni achoma mkono mtoto wake kwa sababu ya kuiba kipande cha nyama. Sijui mbele unajieleza nini? Watu wa matangazo wanatangaza, alafu mtu mheshimu kanisani, lakini maamuzi aliyofanya ya ajabu. Unapotaka kufanya maamuzi, tangulize Mungu. Uone haya maamuzi Mungu anayaridhia. Namba 4. Jambo la 4, nakupa tu kodi za kukusaidia zitakazofanya Mungu awe na nafasi ya kwanza. Namba 4, namba 3. Namba 3. Namba 1 ilikuwa unapokutana na matukio, ndio nimeeleza matukio. Namba 2, wakati wa maamuzi. Namba 3, unaposikia taarifa mbaya. Hiyo mingine nimeshaeleza yako huko juu, unaweza kuchukua ni kama kuongezea tu. Namba 3. Namba 4, wakati wa mipangilio ya majukumu yako. Wakati wa mipangilio ya majukumu yako. Hivi unajua kuna watu waje kanisani, wanawake wengine kwa sababu ya kusuka. Na wewe unajua na uko rohoni, nilishakwambia unaweza kusema uko rohoni, uko chooni, kumbe uko chooni. Kitu ambacho ungekipanga mapema kabisa, unakimbilia wapi? Na kwa nini uamue mpaka muda wa ibada wewe unasuka? Hivi unajua kuna watu waje ibadani kwa sababu moja tu. Kwa sababu moja inayowasoma wasije ibadani, alikuwa anaosha vyombo. Yaani mtu anabeba kisaluni anashuka sana, nimechelewa ibada. Kwa kweli nimechelewa ibada. Ni wewe ukishuka mara moja, zinakaa muda gani? Niwa mama. Na naongea na nyinyi, wakati mwingine mnakutana na matatizo kuliko wanaume. Hata tukifungua mapepo hapa mengi yatakuwa kweli. Wengine mnapata saluni. Kwa sababu saluni pale mnasuka na soga nyingi sana. Unasikia? Yaani yule hata msula wake vipepo viko pembeni. Vinaingia. Ndio baba. Mungu kwanza anapatikana kwenye mpangilio wa mambo yako. Yaani ikifika mahali hujaja ibada, ni jambo limeshindikana. Jinsi ulivyompa nafasi Mungu wako, kitu kinachokukwamisha ibada kikasome. Jamani, hili ndio neno la Bwana. Siwezi kutangaza Mungu kwanza alafu naongea kilegelege tu, wakati Mungu namuelewa anavyotaka. Hivi Mungu anataka uwairishe ibada uende kumsalimia mama mkwe? Hivi Mungu anataka uache ibada uache ibada uende kaangalie mpira? Huyo Mungu huyo, unamwelewa Mungu vizuri? Mpangilio wa majukumu yako yampe Mungu nafasi ya kwanza. Hapo tunafeli. Kwa mfano hapo tumetangaza maombi. Sawa. Tumetangaza nini? Maombi. Wengine kila mwaka maombi yao wanakimbia. Kuna wakati tunapataga hasira, afu Mungu anasema acha mwanangu. Lakini ingewezekana kila anayepita kuhitaji maombi ningemuuliza kwenye maombi ulikuwepo? Kama uko rudi nyuma kule. Anataka kufanya chochote wewe basi kwenye maombi ulikuwepo. Baadaye nikasema nitakimbia na kanisa itakuwa jeupe. Nyinyi mliopo mlinikasirisha. Afu umenyamaza tu. Hawapo afu umenyamaza afu kuja na kikapu mbele. Kanisa linaomba hapo wewe upo. Unaona sawa? Alafu na taarifa hamna.
Nikimaliza silaha, love you. Lakini na macho kona, unakuta mtu hayupo kwenye maombi, huku kwenye praise yupo tena wa kwanza. Nyinyi mnafikiri tutaenda? Wana praise tutaenda? Mnafikiri waogopa? Hii kazi na kufunga kula na yote. Hii ni kena. Hii inaitwa nini? Ota inaitwa nini? Ata. Hapa sio mahali pa mchezo. Panahitaji mifungo ya kutosha. Panahitaji maombi ya kutosha ili tuguse hao watu. Hao watu wanapokuja kwenye ibada wananyonya nguvu kutoka huku. Kwa mujibu wa kitabu cha Hezekia, maji yale ambayo yalipimwa na Hezekia yanayofika sijui kwenye viwiko mpaka baadaye akaa kuogelea, yalitoka wapi? Yalitoka wapi yale maji? Yalitoka huku, hakutoka kule. So watu wakisimama hivi, wakikuona wewe mwendesha sifa, wakikuona wewe mpiga vyombo, kunatakiwa kuwe kuna connection fulani. Connection fulani kubwa. Yaani mtu akikuona tu ukisimama hivi na wao anasema upako unaongea. Sasa hizi kwenye matukio yetu tunachukulia kawaida tu. Kawaida tu. Tutakuona unampa Mungu nafasi ya kwanza kwenye nini? Kwenye mipangilio ya shughuli zako. Nakupa andiko hili mtasoma nyumbani. Kitabu kile cha Luka sura 14 mstari 17 hadi 21. Utaona watu hapo kwenye mpangilio. Mwingine anasema nimenunua ng'ombe jozi 5 naenda kuwajaribu. Mwingine anasema nimeoa siwezi kuja. Anaambia mimi nimeoa siwezi kuja. Yule ng'ombe jozi 5 naenda kuwajaribu. Maana yake yeye ng'ombe kwake ni muhimu kuliko mwito wa Bwana. Si ndio? Mwingine leo anasema hivi, mimi singesema hivyo. Unasema kila siku hivyo hivyo. Kila siku unasema hivyo, nimenunua ng'ombe jozi 5 naenda kuzijaribu. Siwezi kuja. Tena yeye huyu aliongea cha maana kuliko wewe unasema naenda kusuka twende msibani. Huyu afadhali aliongea cha maana hata cha ng'ombe tu. Na sisi tunasema hayo. Kwa mujibu wa ile taarifa ya wale watu wa uzuru wale ambao waliapa nafasi majukumu yao kuliko mwito wa Bwana. Walisifiwa Bwana alikasirika. Bwana alifanya nini? Mwambie jirani yako Bwana na kukasirikia sana kwenye maamuzi yako. Kwenye mipangilio yako ya kazi Bwana na kukasirikia sana. Sasa ndio maana unaona hatutoboi. Kwa sababu majukumu yako unayofanya hayana Bwana ndani yake. Bwana anakuwa amekasirika. Anaona mpangilio wa majukumu yako ulivyopanga. Umetoa nafasi kwenye majukumu yako kuliko yeye. Tutakuwa na watu wa kuungaunga tu. Na huko mbele tutakuwa na watu wengi ambao hawajafanikiwa kibiblia. Unajua unaweza kufanikiwa lakini kama hujafanikiwa kibiblia. Ni kama mganga wa kienyeji kwa mganga wa kienyeji. Lakini kafanikiwa lakini sio kibiblia. Mungu hana ndani hata nusu kikombe. Hana. Ila sisi tunafurahi tu kwa saa kija hapa anatoa vitu 200 tunashangilia, lakini safari yake haendi mbinguni hata kidogo. Hata ingekuwa kwa kuungaunga na bodaboda haendi. Lakini ingewezekana kuwa na watu waliofanikiwa sana na wamejaa Mungu kabisa, hawana mchezo na dunia hii, wanataka kwenda mbinguni kweli kweli. Ingewezekana. Lakini tutakosa kwa sababu ya misingi hii isipofuatwa. Na kukawepo sababu. Maisha yenyewe unajua, mambo ya familia unajua, kukawepo sababu nyingi. Ndizo hizo zinazotufukalisha. Ndizo hizo zinazofanya tusifanikiwe. Hiyo Luka sura 14 mstari 17 hadi 21 imeandika mwisho, jambo la mwisho kwa leo. Jambo la mwisho. Kama eneo la kupractice kwamba unampa Mungu nafasi ya kwanza ni wakati unapofanikiwa au unapopata. Wakati unapofanikiwa ama unapopata. When you succeed. Unapofanikiwa, unapopata. Je, Mungu unampa nafasi ya kwanza? Ni mihela hiyo imekuja ni kwenye simu imeingia imethibitishwa. Kichwani kwako inakuja yes. Pochi hapa nimepata. Yes, viatu vya kokoko hapa nimepata.
hapa naenda kununua sijui nini, mimi najua. Yes, hapa chumba nimepandisha. Chumba nimeshapandisha, nimejenga. Unapofanikiwa, unapofanya nini? Unapofanikiwa, unapopata, je, unampa Mungu nafasi ya kwanza? Mtu anayempa Mungu nafasi ya kwanza, hela yote akipata, Mungu anaanza kuangalia hii hela Mungu, hela ya Mungu iko wapi? Hela ya Mungu ni hii, hela ya Mungu ni hii, hela ya Mungu ni hii, hela ya Mungu ni hii. Watu wote wanayempa nafasi ya kwanza Mungu, mapato yao wanajua jinsi ya kuyagawa. Na hapa sio kumpa Mungu nafasi ya kwanza kwa kumtengea fungu lake tu, lakini ni fungu la aina gani? Linamtoshea. Huwezi kusema Mungu kwanza. Umekuja hapa, umekunywa chai nyumbani karibu ya 5,000, umesuka, umevaa heleni, una msimu wako, umejaza vocha, umejaza mabando, maisha yako kwa siku na hela ni ya kiasi gani? Alafu kwa Mungu unakuja na shilingi 1,000. Alafu nasema mimi Mungu kwanza, Mungu kwanza. Kwanza ni nywele zako, kwanza ni msuko wako, ndio umempa nafasi ya kwanza. Ya kwanza. Kuna siku moja dada mmoja, mwanangu mmoja aliwahi kuja ofisini. Nasema kwa uzuri tu. Akasema, pasta, karibu namaliza chuo lakini niko kwenye mazingira magumu sana, na nishawishi pale shuleni ni vingi. Nataka nitoboe nimalize chuo salama. Lakini nakosa mpaka hela ya kula 1,000 mpaka ya sabuni nakosa. Ninaomba baba, kama kuna namna ya kunisaidia nisaidieni nimalize hapa. Nimetembea na Mungu chuoni pale pabaya, lakini nimaliza. Nikasema, unamaliza mwanangu? Nikachukua hela nikasema, hiyo. Dakika hiyo nikamwona yuko anaenda saluni. Nikasema, wa mama shikamoo. Kubali kukosa hata chipsi, ila bora ufanye nini? Uendeze. Nakwambia hivi Jumapili ndio pata. Unatumia ile fulani unatuwekaga hapa hivi. Alafu unajifanya unakifukuzia kiende huko na huko. Wewe anaboyeja. Unaona unafukuzia, tunaona tumekuja hapa. Baba mimi, moyo wangu uliuma kwamba hii hela ni ndogo. Ninayo hii tu. Anaenda asheje. Yalipopiga mahesabu akasema siwe shida. Saluni imetosha. Masala kishukuru naendelea na shida zangu. Wacha niendelee na shida zangu. Bora mradi nikitokea kwa watu. Sina ugomvi, manake na mama yenu yuko hivyo, lakini mpe Mungu nafasi ya kwanza. Kwenye hicho mpe Mungu nafasi ya kwanza. Nakupa maandiko mawili matatu tu. Andiko la kwanza ni Joshua sura 7 mstari wa kwanza. Hapo pana habari ya Waisraeli. Wakati Mungu ametaka kuanza kuwapa mateka wa Israeli, mji wa kwanza ule wa Yeriko, alisema chochote huko ndani msikichukue. Sawa jamani? Na wapeleka nchi iliyojaa maziwa na asali. Huu mji wa kwanza mnaopiga, huu tu msichukue kitu ndani. Huu ni limbuko. Huu ni mali yangu. Na kwa sababu alishasema kutoka huko kwamba kitu chochote cha kwanza ni cha Bwana. Na nyinyi mna malimbuko mengi hapa. Mnamaliza mwaka lakini mna malimbuko huko nyumbani. Wengine mna malimbuko ya kuku, wengine mna malimbuko ya mbuzi, wengine mna malimbuko ya ng'ombe, wengine mna malimbuko ya sungura. Mna malimbuko mengi, mnakulaga wenyewe. Mtapigwa tu kama Akani. Akani akabeba. Hiyo sura 7 mstari wa kwanza. Mungu anaingia na mgogoro mkubwa na Waisraeli. Wale wanaoshinda vitani wanapigwa vitani, tena mbele ya kajeshi kadogo tu, kainchi kadogo tu kanaitwa Ai. Wameenda kibabe mpaka akapunguza jeshi kwamba huku tusiende wengi, kama tunataka kukasaga tu kulingana na uzoefu tulionao. Kama tunakasaga, nataka nikwambie, uzoefu wako haukusaidii kama umemwacha Mungu. Hata kama ni mzoefu wa maombi, mzoefu wa kuhubiri, mzoefu wa mambo mengi, ukipishana na Mungu, uzoefu hautakubeba. Wakapigwa mbele ya Ai. Joshua analia, Mungu, mbona lini haijatendeka? Tunapigwa, tunageuzia maadui vichongo. Anasema, Mungu hamjanipa mimi nafasi ya kwanza. Mimi ndio niliowashindia kuingia. Unajua ile Yeriko walivyofanya. Walifanya kazi ngumu.
walikuwa wanazunguka kila siku mara moja, wanazunguka, si ndio? Wanazunguka tu, wanatembea, wanafanya matembezi, lakini yenye impact ndani yake, matembezi tu. Mungu alishikizisha upako kwenye nyayo zao, kwamba kwa matembezi tu wameikamata Yeriko. Siku ya 7 akasema watembee hivi wazunguke, lakini waongeze balaa mara moja, wazunguke mara 7, kisha wapige makelele. Mji wa Yeriko na kuta zake ukadondoka chini. Wale watu walipoangalia wakasema hapa tumekufa, wakaacha kila kitu nyara mle. Kwa ukienda kule unabeba unachokitaka, lakini Mungu alisema huu mji tu, mingine yote mtateka, na watoa Hiti na watoa sijui wa Kanani na watoa ni Waperisi, yote mtabeba kirahisi. Hujawahi kupanda mizabibu unaikuta ya kuanzaga kuchuma tu. Hujawahi kufuga ng'ombe, unakuta ng'ombe zilizokimbiwa, unakuta wewe ni unaanza kuchota tu kuanzia hapa mpaka hapa kwangu. Ng'ombe unazifungia kwenye zizi kukamua maziwa. Lakini walifeli kumpa Mungu nafasi ya tena. Sio walifeli wote kiujumla. Kuna wakati anatufelisha mtu mmoja. Mwambie jirani yako usinifelishe wewe. Kuna wakati kanisani anatufelisha mtu mmoja tu. Wana praise niwaambia, kuna wakati anatufelisha mtu mmoja. Na kama tungemuona, tungemshushia mawe ya kiroho. Maana wenzetu walimuona aliyowafelisha, alikuwa huyu mmoja. Wengine wote walikubaliana na ule utaratibu, wakisema isiwe shida. Mungu kama nataka huu mji tukuachie wewe vitu vyake, isiwe shida. Lakini kuna mmoja kwa siri akatafuta mahali kwenye mchanga, akachimba, akachukua, akaangalia kulia na kushoto, kuna mtu akafukia tena vidogo tu, sijui sidiria, sijui nini. Hapo ananiusi. Alikuwa mwanaume, angekuwa mwanamke ningesema basi. Wanawake wanakuwa na macho ya kuangalia tu vitu, lakini janaume na ndevu zake inatuaibisha. Kashindwa kumpa nafasi ya Mungu kwenye mali zako, kwenye mali ambazo Mungu amewapa. Na kuomba Mungu akikupa vitu, mpe nafasi ya kwanza. Haya, andiko lingine hilo liko kwenye kitabu cha Mwanzo 28:12. Utamwona Yakobo anasema, huko ninako kwenda ukinibariki, utakaponibariki namba 1 mimi ndaanza na wewe. Hiyo ni Mwanzo 28:12. Samueli wa kwanza 1:11. Hana anasema, Hana kwenye Samueli wa kwanza sura ya kwanza 11 anasema, Mungu utakaponipa mtoto nitakutolea wewe. Mtu kama anatoa mtoto atabakiza nini ambacho hawezi kutoa kwa Bwana? Nafasi ya kwanza kwa Mungu kwa vile unavyopata. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Na kutaka mwaka huu mteule wa Bwana, unapokutana na matukio, mpe Mungu nafasi ya kwanza. Wakati wa maamuzi yako, mpe Mungu nafasi ya kwanza. Wakati unaposikiliza taarifa mbaya kama kina Serikalebu, nitaka niongelee mambo ya kina Serikalebu huko. Wakati wakina Yehoshafati, muda umekuwa sio rafiki. Mpe Mungu nafasi ya kwanza, geuka kwa Mungu. Vinginevyo yale yanayekutisha, zile taarifa mbaya zinazokutisha zitakutisha kweli. Mpe Mungu nafasi ya kwanza. Mwambie Mungu, sikia maneno yao, sikia hiyo vitisho vyao. Wakati wa majukumu yako, mpangilio wa majukumu yako ya kila siku. Mpangilio wa majukumu yako ya kila siku. Majukumu yako hayo ni mazuri kabisa, na Mungu hana neno nayo. Lakini ana neno nayo yakipata nafasi ya kwanza kuliko yeye, na atayabongonyoa. Huwezi kufanikiwa. Anaposema mtazidishiwa, ni amekuona kwenye engo hizi mbalimbali, kote unafanya vizuri. Unapofanikiwa na Mungu anasema leta kumbukumbu watoto. Angalia utakapofanikiwa, usisahau Mungu. Tunataka tuwe na watu ambao kila wakati wanaponusa mafanikio wanaanza kunusa jambo la kufanya baada ya mafanikio. Leo fikiri tayari unawaza kuna milioni fulani zitaingia. Alafu hapo unawaza kwamba zile milioni ningeweza kusema kanisa hili bati zote nitatoa mimi. Ukiona ile milioni 300 imeingia, bati sasa milioni ngapi? Milioni 100 zote nitatoa mimi. Mungu aone watu wenye mawazo wawili watatu. Aone wenye mawazo ya kusema mimi nikipata hela nitauliza kitu hiki na hiki.
Pega mtu mmoja aliniuliza, sio nilikuwa na nani? Aliniuliza baadhi ya vitu. Nifanye nini? Ninunue nini pale sasa? Ninunue kibodi? Ninunue generator nini? Unaona mtu Mungu anamwacha Mungu anamwacha. Na kuuliza Mungu anamwacha. Akimwacha kwa muda. Na bana na lengo la kumkomaza, anamkusanyia vitu ili anapokutana naye ampe vyote na vile ambavyo hakupata muda kwa. Tunapofanikiwa. Umepandisha kacheo, una mahali unapata kamshahara. Una tumifugo tunaongezeka. Umeingia kazini nyakati ambazo watu hawana kazi. Ulipolipokea hili neno omba mwenyewe, maana ni shida kulazimisha. Sitakulazimisha kabisa. Maneno ninayohubiri mtu mwingine ataliona kama mkatili. Mtu mwingine ataona kama ninazungumza mambo ambayo pengine kwa faida yangu. No, sina faida nyingine kwenye haya zaidi ya faida yangu ni kukuona wewe unafanikiwa kwenye mambo yako yote. Ni kukuona wewe una afya njema. Ambapo utakapompa Mungu nafasi ya kwanza atakuponya. Utakapompa Mungu nafasi ya kwanza atakubariki. Utakapompa Mungu nafasi ya kwanza utaponya familia yako. Utaponya familia yako. Vinginevyo nataka nikwambie, mateso hayataondoka kwenye nyumba yako. Watoto wako watateseka huku ukiwaona kwa macho yako. Kwa sababu msaada wa Mungu wako kwenye familia yako. Na ni wewe mama ndio unaoga watoto wako. Unaoga nyumba yako. Ni wewe baba ndio unaoga. Familia ina haso kwa sababu ya wewe. Kwa sababu ya wewe. Ukifanikiwa mwanamke, nisikilize, na ukifanikiwa mwanaume, umefanikiwa uzao wa tumbo lako. Kuna watu watatoka duniani wanaachia familia mateso. Watoto hawana hata watakachokishika. Wanalia, baba umetuacha, mama umetuacha. Shida ni baba mmoja alikupa Mungu nafasi ya kwanza, vitu vyake vimepotea. Shida ni mama mmoja akumpa nafasi ya kwanza Mungu. Na Mungu hawezi kukuacha uwe na uzao utakao ufurahia, wenye kuleta kitu nyumbani na wewe unamjeulia Mungu. No! Utashangaa una watoto wa ajabu ajabu, ni mzigo tu. Ni mzigo tu. Ni mzigo tu. Nimeshazikuta familia, hata wewe wenyewe unaelewa. Tunaweza tusilaumu wazazi wetu hawakuwa na Mungu. Unamkuta familia mama na watoto watano wa kike. Lakini kila mke aliyemuoa ni mke wa kumpiga vikuma kwenzi tu. Watoto wananundu tu. Hauna mwenye mafanikio. Mara mwingine ameolewa kwa mwizi wa mkatanyavu kwenye madirisha watu. Mwingine afadhali ameolewa lakini kijana teja. Mama ana anachogeni kutoka kwa watoto wake. Sasa tunaweza kuzungumza kwa sababu wao saa zingine wazazi wetu wategemea miungu na kadhalika. Wewe uliye kanisani unaweza kuweka misingi mizuri ya kizazi cha tumbo lako. Unaweza kuweka misingi mizuri ya kizazi cha tumbo lako. Wewe mwanaume ulio kanisani unaweza kuweka misingi ya kizazi cha watoto wanaotoka kwenye viuno vyako. Sisi wengine tunaenda kwa neema ya Bwana, hatuna aliyetuwekea msingi wowote. Wazazi wetu walikuwa waaguzi. Uko kanisani unaweka misingi gani? Jiombea mwenyewe. Na mimi najiombea mwenyewe. Baba Mungu wa mbingu na nchi, mimi mwenyewe ninahubiri ujumbe wako kupa wewe Mungu nafasi ya kwanza. Naomba unisaidie mimi Bwana. Mimi ni mwanadamu, niko katika dunia hii. Naomba Mungu nisisahau katika mazingira yoyote. Ninapokutana na matukio, silalamikie watu. Sipige mayowe. Sipige kelele. Nikuachie wewe Mungu nafasi ya kwanza. Iwe ni mashtaka ya uongo, nikuachie wewe nafasi ya kwanza. Iwe na namna ya vitu, namna ya minyororo inayotaka kunifunga kama Yakobo, nikuachie wewe nafasi ya kwanza. Wewe unaweza kung'oa minyororo yote, unaweza kanitoa kifungoni. Iwe taarifa mbaya yoyote, nikuachie wewe Bwana. Iwe ni magonjwa, Bwana, nikupe wewe nafasi ya kwanza. Kama Hezekia, nigeukie ukuta nisisikilize madaktari wanasemeje. Nikugeukie Bwana mponyaji unasemeje. Wakati tunapofanikiwa hali kadhalika. Wakati wa kupanga shughuli zangu za kila siku. Mungu nisaidie nikupe wewe nafasi ya kwanza. Wewe hujawahi kutaka kupewa nafasi ya pili hata siku moja. Robo shanda la makanda ushike.
wakati na kutolea wewe sadaka mbalimbali, nikupe nafasi ya kwanza Bwana. Viko vitu tumevipa nafasi ya juu kabisa kabisa. Tunapoujiwa na mafundi tunaulizwa simenti, tunaulizwa nondo, tunaulizwa mchanga, tunaulizwa kokoto. Mungu hatusiti, tunatuma tu pesa, tunaagiza tu vyombo vilete hivyo vitu, lakini kifikia mahali pa kukupa wewe sadaka, hapa ndipo maswali yanakuwa mengi, tunashindwa kutolea hata robo mfuko tu. Mungu wa mbingu na nchi, na wewe unatutazama vile tunang'ang'ania na kuyapa kipaumbele majukumu yetu ya kuvaa, ya kula na kunawiri, ya safari za kutembelea ndugu zetu, vile tunatoa nafasi kwa ujenzi wa majumba yetu na mipango yetu ni tofauti kabisa. Tukifika kwenye vikapu vya sadaka, tukifika kwenye vikapu vya sadaka Bwana, ghafla tunakuwa maskini hapo hapo. Tuna akti kama maskini wasio na kitu, sio wale waliokuwa wanafanya matumizi mengine huko nyumbani. Mungu tusamehe, tusamehe Jehova, tusamehe Jehova, tusamehe Mungu, tusamehe Mtakatifu. Naomba mwaka huu tukupe wewe nafasi ya kwanza. Nisaidie nikupe nafasi ya kwanza, mimi pamoja na familia yangu, mimi pamoja na kanisa hili la TAG Goshen, tukupe nafasi ya kwanza. Mungu, uliniambia wakati kwamba utakwenda kutubariki. Nitawaona watu wakibarikiwa waliotoa nafasi ya kwanza kwako. Nataka nione kwa macho yangu ukiwabariki. Nataka nione ukiwainua watu kutoka mahali pagumu kabisa. Nataka nione ukiponya afya. Nataka nione ukiwalipia mali vijana wa kiume. Nataka nione ukiwaosha mabinti zangu waliookoa hapa kanisani. Kwa kuwa wamekupa wewe nafasi ya kwanza Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Nina endelea kutembea maombi yasikie.